الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Mama zangu katika imani na dada zangu katika imani ya Kiislamu, leo hii tarehe 6 ya mwezi wa Shaabani ya mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe ya Kinasara tarehe 25 ya mwezi wa kwanza 2026. Katika msikiti wetu huu, Masjid Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, uliopo katika kijiji hiki cha Kwa Mfipa, mkoa wa Pwani. Kwa muda huu uliobakia, tutatoa nasaha 2-3 kwenu nyinyi, ikiwa ni maelekezo ya sharia ya kunasihiana sisi kwa sisi. Wanaume wananasihiwa na wanawake kadhalika wananasihiwa. Wanaume sana hupata nasaha na misasa ya nafsi wakiwa katika mijumuiko ya sala, hususan al-maghrib ila al-isha, lakini kadhalika katika mijumuisho inayowajumuisha ya salatu al-jum'a na mengineyo, hupata kwa kiasi kikubwa sana wanaume. Na ndio maana wale wanawake wa kisahaba radhiyallahu anhum ajma'in walipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ghalabana alayka ar-rijal, wametughilibu na wametushinda kwako wewe wanaume. Na kwenye riwaya wameondoka na kiasi kikubwa cha mazungumzo yako na hadithi zako. Tutafutie na sisi siku katika nafsi yako, uje utuelimishe aliyokuelimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam akawakubalia na akawataka wakusanyike siku fulani na siku fulani katika nyumba ya mama fulani wa Kiansari. Akawa anakwenda Rasul alayhi salatu wassalam anawaelimisha yale aliyoelimishwa na Allah, mpaka ikawa katika aliyoyasema kwamba hakuna mwanamke mmoja miongoni mwenu ambaye ataondokewa na watoto 3, akaondokewa na watoto 3 akawa na subra juu yao, isipokuwa watoto 3 wale waliomtangulia mama yao watakuwa ni ngome ya mwanamke huyo, ni hifadhi ya mwanamke huyo, ni kizuizi cha mwanamke huyo kuingia motoni. Akauliza mwanamke mmoja akasema, wathnaini. Mtume hakumjibu. Je, 2? Akarudia tena swali, wathnaini.
na je kama atatanguliza wawili? Mtume hakumjibu mpaka mara ya 3. Mtume akasema na wawili kadhalika, kwa maana na ambaye atatanguliza watoto wake wawili ataingia peponi. Watoto wake wale watakuwa ni hijab ya kumzuia yeye kuingia katika moto wa jahannam. Wakasema wanazuoni, na watoto hawa ambao watakuwa ni hijab kwa mama huyu kuingia katika moto ni wale ambao kwa mujibu wa hadithi nyingine lam yablughul hinth, hawajafikia baligh. Na wakataja sababu zao wanawazuoni katika hilo. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anahitaji sana nasaha, kwa sababu kama kuna watu wanachezewa sana na mashaitani katika jinsia hizi mbili, kike kiume, basi kike ni mara nyingi sana. Ndio maana hata huwaona wengi wanaokumbwa na mashaitani katika jinsia ya kike au ya kiume, uchunguzi unasema ni jinsia ya kike, huwa ni kwa kiasi kikubwa sana wanakuwa ni wahanga wa masi za kishaitani. Allah wahifadhi wakina mama wa Kiislamu ahla sunnati wal jamaa. Dada yangu katika imani, katika ambayo tunanasihiana katika mnasaba kama huu, tutumie vyema viungo tulivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna viungo vingi sisi, lakini viungo ambavyo vinakithirisha kuwatumbukiza watu katika moto wa jahannam ni viungo viwili alivyovitaja Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema, yule ambaye atanichukulia dhamana ya kuvichunga viwili, cha kwanza ma baina lahyaihi, kiungo kilichopo baina ya taya zake mbili, kiungo kilichopo baina ya taya zake mbili, ma baina lahyaihi, na bila shaka kiungo hiki ni ulimi. Na akanichukulia dhamana kukitunza na kukihifadhi kiungo kilichopo baina ya miguu yake miwili. Kiungo hiki ni utupu. Mtume anasema alayhi salatu wassalam, afman lahul janna, mtamdhamini pepo. Yeye anichukulie dhamana kwamba ataishi vyema na hivi viungo viwili, mimi nitampa dhamana ya kuingia peponi. Kwa hiyo tutumie kiungo chetu hasa cha ulimi katika kuyasema yale ambayo kwamba yatamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu kiungo cha ulimi ni kiungo hatari sana, kitapelekea kuwafudukiza katika moto wa jahannama kiusouso. Kitapelekea kiungo hichi kuwatumbukiza kwa wingi katika moto wa jahannam kiusouso wale ambao watakitumia vibaya kiungo hicho. Ndio maana ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Muadh ibn Jabal, imsika alayka hadha, zuia kiungo chako hiki ewe Muadhi. Akatoa ulimi wake akaukamata, zuia sana, chunga kiungo chako hiki ewe Muadhi. Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu akamuuliza Mtume alayhi salatu wassalam kwa kumwambia, wa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bihi, kwani sisi ya Rasulullah kweli tutachukuliwa kiadhabu siku ya kiyama kwa sababu ya yale tunayozungumza? Yani kuzungumza tu kutuingize kwenye moto wa jahannam, tutachukuliwa kimakosa na kiadhabu siku ya kiyama kwa sababu ya yale tuyasemayo? Rasul alayhi salatu wassalam akamwambia Muadh ibn Jabal, thakilatka ummuka ya Muadh,
thakilatka ummuka ya Muadh, akukose mama yako ewe Muadh. Ni neno hili wanalisema Waarabu, lakini hawalikusudii maana yake. Neno la karipio kwamba una nini wewe Muadh, huelewi. Thakilatka ummuka ya Muadh, akukose mama yako ewe Muadh. Wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hivi kuna kingine ewe Muadhi ambacho kitawatumbukiza watu katika moto wa Jahannamu zaidi ya machumo ya ndimi zao? Kuna kipi kingine ewe Muadhi kama si ndimi hizi, kwa wale ambao wanazitumia vibaya ndimi zao? Kwa mwanadada wa Kiislamu, tahadhari, usiwe ni tharthar, usiwe tharthara, usiwe ni mwingi wa kuzungumza sana, unaongeongea maneno yasiyokuwa na khairi. Mara umemtia mdomoni huyu, mara umemsema huyu, mara umemsengenya huyu na masaili kama hayo. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an anasema la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Angalia anasemaje Rabbul Izzati subhanahu, anasema la khaira fi kathirin min najwahum, hakuna khairi katika mingi ya minongono yao wanayokaa wakanongona, hakuna khairi illa man amara bisadaqatin, ila yule ambaye atautumia ulimi wake kuamrisha jema, kuamrisha mtu au watu kutoa sadaka, au ma'rufin, au akaamrisha jema, au islahin baina an-nas, au akautumia ulimi wake katika hali ya kusuluhisha baina ya watu ambao mafungamano yao yako hatarini, uhusiano wao uko hatarini, mafungamano yao ya kinasaba yako hatarini. Huyu mama fulani akatumia fursa yake kwamba kwa nini fulani anateta na fulani, kwa nini fulani hazungumzi na fulani, kwa nini fulani amemgura na amemuhama fulani, na yule ni ukhti fillah na huyu ni ukhti fillah. Sikubali mimi, nitatumia fursa yangu, nitatumia nafasi yangu, nitalisimamia hili lillahi rabbil alamin. Muda wa kuwa hawajalitukana, nitalisimamia lillahi rabbil alamin. Akatumia ulimi wake akapatanisha. Wallahi ana khairi kubwa sana huyu mwanamama. Na haya yamejaa kwenye jamii ya wanawake wa Kiislamu, mashonde hawasemani, yamejaa. Hili jambo si la sawa kina mama wa Kiislamu. Kwa wale ambao wanayaona haya wayaingilie kati. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, waislamu ni ndugu wake kwa waume. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Bali anaposema Allah subhanahu wa ta'ala, na waumini wa kiume wao kwa wao ni marafiki, na waumini wa kike wao kwa wao ni marafiki, wanaamrisha mema na wanakataza mabaya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata, na wanasimamisha sala na wanatoa zaka, yutuna zaka, wa yuti'una Allah wa rasulahu, na wanamtii Allah na mtume wake. Ulaika sayarhamuhumullah, hao watarehemewa na Allah. Wataka rehema, mwanadada wa Kiislamu wataka rehema. Rehema ina njia zake, katika njia zake kusuluhisha
baina ya akhawat fillah, baina ya dada zetu waliogombana, waliokatana, ukasimama kati, ukatumia vyema kiungo chako cha ulimi. Allah anasema au islahin baina an-nas, au wakatengeneza wakasuluhisha mabaya katika mafungamano yanayoharibika kwa watu. Na mafungamano mabaya kuharibika si jambo jema, si jambo jema kuharibika kwa mafungamano. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi aliyopokea al-Imam Ibn Hibban, hadithi Abu Huraira, na pia amepokea Muslim rahimahullah, tu'radu a'malu al-ibad في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، وفي رواية انظرا هذين حتى يصطلحا. Matendo ya waja hupaishwa kwa Allah kwa wiki mara mbili. Matendo ya waja hurufaishwa kwa Allah kila juma mara mbili, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fayughfaru likulli 'abdin, kwa riwaya fayughfaru likulli 'abdin mu'minin, husamehewa kila mja mu'min, kwenye riwaya asiyemshirikisha Allah na chochote, kusamehewa, isipokuwa yule mja ambaye baina yake na ndugu yake kuna mifundo. Illa abdan bainahu wa baina akhihi shahna, isipokuwa yule mja ambaye baina yake na ndugu yake kuna mifundo, wana mashonde au semani. Wataambiwa malaika wasimamizi wa hayo, uturuku hadhaini, hawa wawili hawa waacheni, msiwape fursa hiyo wala wasipewe msamaha, waacheni wawili hawa hata yafia, mpaka pale watakaporejea katika haki, mpaka pale watakaporejea katika usawa, mpaka pale watakapolitengeneza jambo lao waliloliharibu. Tusiwe sisi katika watu hawa waliozungumzwa na hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tutumieni vyema kiungo cha ulimi tulichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Naelewa ewe mwanamama wa Kiislamu kwamba kila unachokizungumza tayari umewekewa malaika na Allah kuliani kwako na kushotoni kwako. Kuzungumzi lolote illa linadhibitiwa. Anasema subhanahu wa ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hatazungumza mwanadamu kauli yoyote isipokuwa anao malaika wawili wanaomchunga, raqibun, wanaomchunga, atidun, ambao wako tayari kunakili na kuandika kile ambacho amekitamka na kile ambacho amekisema. Anil yamini wa anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Usikithirishe maneno, kithirisha kuwa kimya illa katika kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. An-nutqu zainun was-sukutu salama. Kuzungumza ni kutamu, kuzungumza ni kuzuri. Unaonekana wewe ni hodari, unaonekana wewe unajua mambo, unaonekana wewe ni mcheshi, unaonekana wewe ni kadha. An-nutqu zain was-sukutu salama, lakini kunyamaza ni salama zaidi. Fa idha nataqta, hivyo ikitokea unazungumza, fala takum mikthara, usiwe ni mtu unayekithirisha kusema ma in nadimtu ala sukuti yawma, sijawahipo kujutia juu ya kunyamaza kwangu hata siku moja. Shairi anasema ma nadimtu ala sukuti yawma wa laqad nadimtu ala alkalami mirara, lakini nimeshajuta sana kwenye kusema.
ulimi umeponza kichwa, wanasema hivyo Waswahili. Kwa hiyo usiwe ni mwingi wa kusema sana. Sema panapohitajika. Sema ambapo kwamba ule kusema kwako kutakuwa na tija na wewe, kutakurufaisha daraja. Umemdhukuru Allah, umemsabihi Allah, umemhalili Allah, umesema la ilaha illa Allah, umemsabihi Allah, umesema subhanallah, umesema alhamdulillah wa subhanallah walhamdulillah tamla ma baina as-samai wal ardh. Na neno subhanallah na neno alhamdulillah linakujazia kwenye mizani siku ya kiyama ujazo uliopo baina ya mbingu na ardhi. Umepata tabu gani kwenye kusema subhanallah? Umeumia wapi uliposema alhamdulillah? Lakini neno hili kwako wewe lina tija kubwa kiasi kwamba litakujazia kwenye mizani yako siku ya kiyama, siku ambayo unahitaji ziada katika mizani. Mwanadada wa Kiislamu, jikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukisoma kitabu chake Qur'an na kujibidiisha kuisoma Qur'an na kujiwekea uradi maalum kwa siku kwamba utasoma kiasi kadhaa, na kwamba utajitahidi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala uhifadhi sehemu fulani, kiwango fulani katika Qur'ani. Aibu mwanadada wa Kiislamu kwamba eti hana juz'u amma. Mwanadada wa Kiislamu anayevaa mashungi, anayevaa niqabu, anayevaa soksi, anayevaa gloves, lakini hana kifuani kwake katika maneno ya Allah yanayokadiriwa hata kwa juzuu moja. Aibu wallahi alazim. Wewe sio kwa hivyo kwamba hujahifadhi juz'u amma. Wewe sio kwa hivyo kwamba eti hujahifadhi juz'u tabarakalladhi. Wewe sio kwa hivyo kwamba hujahifadhi juz'u ya qad sami'a Allahu qawla allati, au hujahifadhi juz'u ya qala fama khabbukum, au hujahifadhi juz'u ya hamim. Hapana, bali wewe si wa kutokujua kuisoma Qur'ani, kwamba unaburuza mashungi alafu hujui kusoma Qur'ani kwa kuangalia na umeridhia juu ya ujinga wako huo. Aibu kwako wewe. Kwa hiyo kina mama wa Kiislamu, akina dada wa Kiislamu, mjibidiishe kwenye kukijua kitabu Qur'ani. Ndio mwongozo wetu. Allah anasema hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan. Hii ndio Qur'ani yetu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaisifu. Anasema hudan linnas, ni mwongozo kwa ajili ya watu, wa bayinatin min alhuda, na ni aya zilizo wazi wazi zilizotokamana na mwongozo, wal furqan, na Qur'ani hii kwa Waislamu ndicho kifarkishi kinachofarkisha baina ya tauhidi na baina ya ushirikina, baina ya sunna na baina ya bid'a, baina ya khairi na baina ya shari, baina ya taa na baina ya maasiya, baina ya kufuru na baina ya iman. Kifarkishi ambacho hufarkisha baina ya haki na batil ni hii Qur'an. Kwa hiyo usipoipa umuhimu wake, utakuwa kwenye mazingira gani mwanadada wa Kiislamu? Utakuwa kwenye mazingira gani mwanamama wa Kiislamu? Dhalikal kitab la raiba fi hudan lilmuttaqin. Hicho ni kitabu hakina mashaka ndani yake, ni mwongozo kwa wamchao Allah. Wewe mcha Mungu, basi huna mwongozo zaidi ya Qur'an. Ikumbatie hii Qur'an, jibidiishe juu ya hii Qur'an. Qur'ani ndiyo mauidha yaliyotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ana wawaidhi waja wake, ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Muhammad waambie, waite Waislamu wake kwa waume, waite wanaume
waita kina mama ummahat, waita kina dada akhawat, waambie enyi watu, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, hakika yamekujieni mawaidha yatokayo kwa Mola wenu, wa shifaa'un lima fi sudur, imekujieni ponyo ya maradhi yenu yaliyo vifuani, ya maradhi ya nyoyo, wa shifaa'un lima fi sudur, wa huda, imekujieni huda, wa rahma, imekujieni rehema lilmu'minin, kwa waumini. Qul bi fadlillah, sema Muhammad waambie kwa fadhila za Allah, wa bi rahmatihi, na kwa rehema zake, fabidhalika falyafrahu, kwa hayo wafurahi, huwa khairun mimma yajma'un, hayo ni bora hayo kuliko wanayoyakusanya katika mali, ni bora hayo kuliko wanazozikusanya katika hududhi dunia. Qur'ani ni bora, naam, kuliko yale yanayokushughulisha yakakukosesha wakati, yakakukosesha wasaa, ukawa huwahi, hudiriki, unatoka kwa ajili ya dunia, unakwenda kuihangaikia dunia, umerudi umechoka, unalala kwa ajili ya kuchoshwa na dunia, unalala unaiwaza na unaiota dunia. Huwa khairu mimma yajma'un. Kwa kina mama wa Kiislamu, ateni muda wa kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na mujitahidi kuhifadhi sehemu kubwa ya maneno ya Allah ambayo ni Qur'an, kwani daraja lako peponi ni aya ya mwisho utakayoishilia, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi kutoka kwa as-sahabi al-jalil Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, kama anasema Mtume alayhi salatu wassalam, yuqalu li sahibi al-Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka fil janna 'inda akhir ayatin taqra'uha. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya. Utaambiwa mwanamama wa Kiislamu, utaambiwa ewe ukhti fillah, siku ya kiyama utaona wenzako wanapanda madaraja ya pepo, wewe uko chini unawakodolea macho. Utaambiwa ulihifadhi Qur'an, iqra wartaqi warattil, soma, wartaqi, na upande daraja, warattil, na usome kwa taratibu, warattil, na uisome Qur'ani kwa taratibu, kwa tartil, kama kunta turattilu fi dunya, kama ulivyokuwa ukisoma Qur'an kwa tartili duniani. Unachunga makharijul huruf, unazipa herufi haki zake, unaichunga nun, unaichunga tanwin, nun sakina, tanwin, unachunga madda almudud baina al-idhar wal-ikhfa wal-iqlab wal-idgham wama ila dhalik. Soma Qur'an na uisome kwa tartil, huku ukipanda ngazi, huku ukipanda daraja. Fa inna manzilataka fil janna, kwani hakika mashukio yako peponi, inda akhir ayatin taqra'uha, ni mwisho wa aya utakayokomea. Hebu jiangalie mwanadada wa Kiislamu, una aya ngapi? Una sura ngapi kifuani? Utajisikiaje ikiwa wewe una nusu ya juzuu amma, shoga yako jirani yako ana juzuu 5? Utampata wapi huyu? Uko wewe una juzuu moja, miaka na mikaka, miaka nenda miaka rudi, uko juzuu amma, husongi mbele, hupigi hatua. Shoga yako jirani yako ana juzuu 7, utampata wapi huyu? Utampata wapi huyu? Sasa kwa nini tusishindane kwenye mambo haya? Mambo gani yanayofaa kushindaniwa kama sio haya? Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, na kwenye hayo washindane wa kushindana, na kwenye hayo ya kheri kama haya ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani washindane wanaoshindana, na kwenye hayo ya kuzihifadhi na kuzisoma hadithi za Mtume
na kuzielewa na kuzifahamu. Faliyatanafasil mutanafisun, washindane wa kushindana. Fastabiqul khairat, shindaneni kwenye mambo ya kheri. Fastabiqul khairat, shindaneni kwenye mambo ya kheri. Haya maneno ya Allah kwenye Qur'an. Enyi akina mama wa Kiislamu, kwa tumeni wakati wenu mwingi katika kukisoma kitabu na kukihifadhi kitabu, kila mmoja kadiri alivyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini chunga mwanamama wa Kiislamu kuwa na ile tabia ya kusema kila unachokisikia. Tabia hii wengi sana ni wanawake. Wengi ambao wanajipamba na tabia hii mbaya ni wanawake. Kubeba maneno, akachukua hapa akapeleka kule, akachukua la kule akaleta hapa, akahamisha. Chunga sana hayo mazingira. Mekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na imekuja hadithi aliyopokea al-Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira, anasema ar-Rasul al-Akram alayhi salatu wassalam, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddith bikulli ma sami'a, imetosha mtu kuwa ni muongo. Na kwenye riwaya kafa bil mar'i ithma, imetosha mtu kupata madhambi. Ay yuhaddith bikulli ma sami'a, pale anapokuwa na tabia ya kuhadithia kila alilolisikia. Tosha huyo kuwa ni muongo, imetosha. Yani usitafute alama nyingine ya mtu muongo. Kama ana tabia hiyo, huyo ni muongo. Imetosha kupata madhambi ikiwa ana tabia ya kuhadithia kila ambalo analisikia. Lakini kadhalika, ewe mwanadada wa Kiislamu, tahadhari kutokamana na tabia ya kujifahari, ya kujifakharisha kwa wanawake wenzako, kwa kina mama, kwa akhawati, kwa jambo ambalo hunalo, kwa jambo ambalo hujapewa, kwa jambo ambalo kwamba wala huhusiki nalo. Lengo lako likawa ni kutaka kujirufaisha mbele za watu, uonekane wewe ni matawi ya juu, uonekane wewe kwamba hushikiki, wewe ni mtu mwingine, uko kwenye sayari nyingine. Imekuja hadithi ya mama Aisha aliyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim, ya kwamba mmoja katika wanawake alikuja kwa Mtume alayhi salatu wassalam, akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, aqul, mimi husema kuambia wenzangu wanawake, inna zawji a'tani, kwamba mume wangu mimi amenipa ma lam yu'tini, lakini ambalo wala hakunipa. Basi tu nataka kujipaisha mbele ya kila mama wenzangu, mimi mume wangu akiondoka, mimi kwanza ameniwekea kila kitu ndani, lakini bado kwenye meza nakuta kuna shilingi 20,000. Hii ndio tabia mume wangu tangu uchanga wa ndoa yetu mpaka uzeni mwake. Mimi mume wangu haipiti mwenza na ule vijora viwili. Mimi mume wangu kadha, mimi mume wangu anafanya kadha, anajitamba, anajifakharisha, anajifaragua mbele ya wanawake wenzake, ilhali wala hakuna uhalisia huo. Huenda hakuna mtu ambaye anasulubika kama yeye kwenye ndoa yake, lakini basi ameitaka tu kujipapatua mbele ya wanawake wenzake. Kwa hiyo akasema huyu mwanamama wa kisahaba kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam, ni nini hukumu ya haya anayoyasema? Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, al-mutashabbi' bima lam yu'ta kalabis thawbay zurin. Al-mutashabbi' bima lam yu'ta, anayejishibisha. Yani hapa amefananishwa na mtu ambaye ana njaa lakini anataka kuonesha watu kwamba ameshiba, eti anajigoosha kwa maksudi, anajijaza upepo tumboni, alafu anagooka, anacheua, aonekane mashallah fulani amekula, ameshiba. Ndio mfano wa huyu almutashabbi' bima lam yu'ta, anayejishibisha kwa asilokuwa nalo, kwa asilopewa. Kalabis thawbay zuri, ni sawa na anayevaa nguo mbili za uongo.
kavaa shuka ya uongo juu, kavaa shuka ya uongo chini. Manake huyu yuko uchi, ni sawa na mtu ambaye yuko uchi anajifanya kavaa, kumbe yuko uchi, hana chochote, ataumbuliwa, kwa maana ataumbuka, nguo zitamvuka, ataumbuliwa huyu. Fadhahathu shawahidul imtihani, atafedheheshwa na yatakaoshuhudiwa na watu kwake yeye. Asalitwambia kadha huyu, asalitwambia kadha huyu, atafedheheka. Kwa usiwe na tabia hiyo ewe mwanamama wa Kiislamu. Lakini kadhalika ewe mwanamama wa Kiislamu, elewa kwamba kumdhukuru Allah, ukawa ni mwingi wa kumdhukuru Allah, hilo lina athari kubwa sana katika maisha yako ya ndoa. Hilo lina athari kubwa sana katika maisha yako na roho yako. Hilo lina athari nzuri kubwa sana katika mwili wako. Hilo lina athari nzuri sana katika jamii yako. Upia kulifanya hilo jambo ewe mwanadada wa Kiislamu. Umdhukuru Allah katika kila wakati. Umdhukuru Allah katika kila hali. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Al-Imran aya 191 anawasifu waja wake wanaofanya ikhlas na kumdhukuru. Akasema alladhina yadhkuruna Allah, wale ambao wanamdhukuru Allah qiyaman wa qu'uda, qiyaman wa qu'uda, wakiwa wamesimama, wakiwa wamelala, wa ala qiyaman wa qu'uda, wakiwa wamesimama, wakiwa wamekaa, wa ala junubihim, na wakiwa wamelalia mbavu zao. Hao wanamdhukuru Allah, wanamdhukuru Allah, wanatembea, wanadhukuru Allah wamekaa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abdullah bin Busri, kama mmoja katika masahaba alimwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna shara'i al-islam, hakika sharia za Uislamu, kathurat alayya, zimekithiri juu yangu, zimekuwa nyingi, kuna mambo mengi kwenye dini ya Kiislamu. Ya Rasulullah, fa akhbirni bi shay'in, hebu niambie jambo, atashabbathu bihi, ambalo mimi nitangangana nalo. Mambo ni mengi ya Rasulullah, lakini niambie jambo ambalo nitalishikilia. Qal, akasema Rasul alayhi salatu wasalam, la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, usiache kuwa ulimi wako ratban, una unyevunyevu, uko hai, una unyevunyevu, uko hai, min dhikrillah, kutokana na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ametaja al-Imam Tirmidhi rahmatullahi ta'ala alayhi. Na Rasul alayhi salatu wasalam, imekuja hadithi nyingine akitaja fadla za dhikr, akawaambia masahaba, nisikujulisheni juu ya jambo ambalo kwamba ni bora zaidi mbele ya mfalme wenu. Jambo hilo linakunyanyueni sana madaraja. Masahaba wakasema tuambie ya Rasulullah. Akaambia hilo jambo khairul lakum, ni bora zaidi kwa nyinyi, min an talqaw aduwakum, kuliko nyinyi kukutana na maadui zenu makafiri, fatadhribu a'naqahum, nyinyi mkakata shingo zao, wayadhribu a'naqakum, na wao wakakata shingo zenu. Ni bora kuliko jihad. Khairul lakum min infaqi adh-dhahabi wal-warqi, hilo jambo kwenu ni bora zaidi kuliko nyinyi kutoa sadaka za dhahabu zenu, kuliko nyinyi kutoa sadaka za fedha zenu na silva zenu. Masahaba wakamwambia Mtume, tuambie ni jambo gani? Mtume akamwambia, dhikrullah, ni wewe kukaa na kumdhukuru Allah. Dhikrullah, wewe kukaa kumdhukuru Allah. Jambo hili linakupandisha madaraja makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ni bora ya jambo takasifu zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili ni bora kuliko jihad fi sabilillah. Jambo hili ni bora
kuliko kutoa adh-dhahab wal fidda. Dhikrullah, kumtenge akina mama. Na mwanamama anaambiwa huyu ni mwenye kumdhukuru Allah kwa mengi. Miongoni mwa hayo ni yeye kwamba anadumu na adhkari za asubuhi, anadumu na adhkari za jioni, anadumu na adhkari za baada salawat. Ukidumu na hizo adhkar, wewe unaambiwa wewe ni minadh-dhakirin Allah. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi wale ambao mmeamini, mdhukuruni Allah kwa wingi, msabbihini yeye asubuhi na jioni. Kwa ukiwa na hii hali, una adhkari za asubuhi, una adhkari za jioni, una adhkari za baada salawat, wewe unaingizwa kwenye orodha ya adh-dhakirin Allah kathira. Na Allah anasemaje juu ya wale wanaomdhukuru Allah kwa wingi? Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sa'imin was sa'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat alafu wadhakirina Allah kathira, na wale wanaume wanaomdhukuru Allah kwa wingi, wadhakirat, na wale wanawake wanaomdhukuru Allah kwa wingi. Wana nini hawa ya rabbal alamin? A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah ameshawaandalia msamaha. Wewe huna madhambi, wewe mwanamama huna madhambi tangu baligh yako mpaka hapo ulipo, kumkosei Allah. Hal anti malakun karim? Je, wewe ni malaika mtukufu? Hal anti nabiyyun mursal? Je, wewe ni nabii uliyepewa utume kwa maana ni maasuma, umekingwa na makosa? Hapana. Basi wewe unamkosea Allah usiku na mchana, wewe unamkosea Allah kila sehemu. Allah amekuwekea njia za msamaha. Wadhakirina Allah kathira wadhakirat, wana nini? A'adda Allah lahum, wameshaandaliwa na Allah nini? Maghfiratan, msamaha, wa ajran 'azima, na ujira uliokuwa mkubwa sana. Hizi ni nasaha fupi chache ili mzidhibiti akina mama, mzihifadhi biidhnillah alkarim, zitakuwa na manufaa na nyinyi katika dunia yenu na katika akhira yenu. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuthibitishe katika dini yetu, atupambie matendo yaliyokuwa mema tuyafanye, na atuchukizie matendo mabaya tuyachukie. Awe katika wale ambao karaha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan, tuwe katika wale ambao habbaba ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karaha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rashidun fadlan min Allah wa ni'ma, walhamdulillahi rabbil alamin.